taarifa kwenye klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba zinaeleza kwamba wameshaanza pia kukusanya nguvu kuelekea dirisha kubwa na kwa ajili ya msimu ujao. Simba, taarifa zinaeleza kutoka kwenye vyanzo muhimu, wamenyaka saini ya miaka mitatu Katalambula. Ndio. Alipata uzuri anaitwa Bakari Msimu. Kijana mdogo kweli kweli kutokea pale Coastal Union wagosi wa Kaya. Anakuja ndani ya klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa makubaliano ya miaka mitatu. Tuanzie kwako na Linga Mfaume. Ni sajili hii ya namna gani kwa klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba kwa kijana huyu Bakari Msimu, ambapo wamekubaliana kutua kutokea Coastal Union kwa mkataba wa miaka mitatu? Of course, nachelea kupata napata mashaka kidogo, sababu sajili za Simba ndani kwa sasa hivi wamekuwa kama wakifanya vibaya. Yani sajili za ndani ukimtoa currently Kagoma, kwa wachezaji ambao tulikuwa tuwafahamu vizuri, walobaki wengi sana wameishiwa tu kurudi katika klabu zao za zamani zile, na wengine wakiwa benchmakers kwa kiasi kikubwa sana. Ndio. Of course ni kijana mdogo, nafasi yake sasa nadhani ajihurumie yeye mwenyewe sasa hivi kwamba of course naenda Simba, naenda kufanya nini? Naenda kupata pesa au naenda kuishia kama wakina Swama Duale, unawakumbuka nadhani, ambao walifika Simba vizuri sana, lakini mwisho wa siku wakupata nafasi wakarejea, na mpaka sasa hivi sidhani kama wapo katika ramani ya mpira. Unajua ukifika Simba kama hautacheza ukatolewa tena kwa mkopo, basi ramani yako wewe tena haitazidi kupanda, itashuka chini tu, except ni wachezaji wachache sana kama wakina Isla hawa, lakini kama Kibabagi ambao waliweza kuzunguka kwenye vilabu, lakini ukishindwa kuderiva. Kwa hiyo kikubwa napata mashaka na the way Simba wanavyosajili wachezaji. Yani sikutegemea kwa sasa hivi. Unajua kwenye scouting ya club, vision ya kusajili, kuna aina mbili za kusajili. Kuna ile tuna recruit youth, lakini tuna ile timu kubwa mara nyingi zinasajili wale high performance high performer athletes. Kwa maana mimi kama Simba, kama Yanga, lazima nikachague high performer athletes, yani wachezaji ambao kwenye msimu wameperform vizuri, na tunawajua kwenye chat, kwenye numbers tunawafahamu. Hizo ndo timu kubwa. Lakini ukienda kuchukua mchezaji ambaye of course ni bwana mdogo, umeelewa, na ushakuwa tu bwana mdogo, hana hiyo experience, yani sidhani huyo mchezaji ana game hata 100 ambazo ameweza kucheza za ushindani. Ni kosa la kwanza. Yani club kubwa na mchezaji hana game 100 za kucheza, anaenda kukuofa kitu gani? Na ukiangalia Simba huu msimu wa 5 wakipoteza ubingwa, umeelewa, na the way wanavyojenga klabu yao, wanaijenga kwenye model timana kama hivyo, for me naamini kwamba is dangerous kwa klabu, kwa sababu ukishamsajili utaenda kuziba pengo, yani unaziba nafasi ya mchezaji mzuri mwingine kuja kuperform moja kwa moja. Anakuja, ataingia kwenye kikosi, atachukua namba ya 8 ndani ya Simba, umeelewa. Kwa hiyo sasa hivi mimi naamini Simba wangefocus kwenye ile tunasema kanuni ya kwanza ya usajili kwa timu kubwa. Tunaangalia high performer athletes ndio tunawaleta kwenye timu yetu, na timu kubwa ndio zinafanya hivyo zote duniani, umeelewa. Hata kama ni youth, lakini ukiangalia namba zake, kwa mfano Okelo ni youth, ni kijana mdogo kabisa, lakini ukiangalia kwenye ligi aliyotoka alikuwa ni high performer athlete. Angalia namba zake, alikuwa ni top scorer wa ligi ya Uganda. Umeelewa? Hiyo ndo namna timu kubwa zinavyosajili. Yani timu kubwa zinaangalia high performer athletes. Huwezi kuchukua mchezaji kwa namna, kwa kiu ya Simba sasa hivi wanavyohitaji. Umeelewa? Yani kiu ya Simba kwanza wamedrop kimataifa. Simba sio kuishia group stage. Umeelewa? Simba sio kukaa misimu 4 hawajatoa ubingwa wa ligi kuu, na huu ni msimu wa 5, haijulikani atachukua au hatachukua. Umeelewa? Kwa hiyo for mimi naamini kwamba kuna kitu kwenye idara ya scout ya Simba inakosa, na ndio maana ukiangalia msimu unaanza walifanya vibaya. Baada ya dirisha dogo ndo tukaona namna gani ambavyo timu wameshafu na imerudi katika midani za ushindani. Kwa kuna shida, kuna mahala kama fuse moja hivi kwenye
scouting ya Simba imepotea. Okay. Kwa hiyo inabidi wali jump. Kwa hiyo for mimi naamini ni mchezaji mzuri, atakuja pale, itabidi mchezaji kwanza ajionee huruma yeye kama kwenye career yake, lakini pia Simba nao wajionee huruma wao kwenye kupambania ubingwa na kuwa katika level za ushindani. Sawa, ni kijana anaitwa Bakari Msimu, anatajwa kuja pale mitaa ya Wekundu Msimbazi Simba, lakini mtaalam Nalinga Mfaume amezungumza tathmini yake juu ya usajili huu kwake anaupa asilimia ngapi, lakini moja kwa moja anaona kama klabu ya Simba inakwenda kufaili kwenye hii sajili kwa sababu amefanya sajili nyingi ndani ambazo hazikuleta tija hasa kwa vijana na wameishia kukaa benchi. Hapo ndipo amekomea Nalinga Mfaume. Kwako mwamba kweli kweli, yes. Una nini cha kuzungumza Katalambula Yusufu juu ya usajili huu wa Bakari Msimu kuelekea katika klabu ya Wekundu Msimbazi Simba akitokea Coastal Union? Ni kijana huyu na anakwenda kula kandarasi ama makubaliano ni kandarasi ya miaka mitatu. Yes. Kwanza tuanze kuangalia profile yake. Jina lake kamili anaitwa Bakari Suleiman Mwalimu. Msimu mzaliwa wa tarehe 10 mwezi wa 12 mwaka 2007. Ni kijana mdogo mwenye umri wa miaka 18. Ni Mtanzania huyu ambaye anacheza eneo la winga kulia, winga kushoto, lakini pia ni mzuri akiwa nyuma ya striker kwa maana eneo la namba 10. Huyu anasimamiwa na kampuni ya Wild Soccer Pro. Anakipiga katika klabu ya Coastal Union. Tukiangalia experience ambayo yupo nayo, amecheza michezo 4 ya CAF Confederation Cup kwenye umri wake wa miaka 18. Kwa hiyo unazungumza ukiangalia zile potential za msimu huu ambao anaenda kumalizika, ni pamoja na Bakari Msimu. Amezungumza vizuri Nalinga Mfaume, lakini mimi nipo tofauti. Tunajua kwamba usajili ni kamari, na kwa scouti ya ndani ni ngumu sana kuweza kupatia. Huwa inatokea tu mara chache, kwa sababu mara nyingi sana hawa vijana nakuwa na vipaji vikubwa sana, lakini wakija katika hizi timu kubwa vipaji vyao vimekuwa vikipotea katika mazingira ambayo tunashindwa kupata majibu sahihi. Wameridhika ama walipofika wamekosa game time na kadhalika. Lakini kwangu mimi ni usajili mzuri kwa klabu ya Simba ambao wanaenda kufanya, kwa sababu kuna faida mbili kama si tatu. Faida ya kwanza ni soko, kwa maana ni biashara ambayo Simba wataenda kunufaika kwa sababu anasimamiwa na kampuni ya Wild Soccer, moja kampuni ambayo imepeleka vijana wengi sana nje. Unazungumza vijana wengi sana ambao wanakipiga pale katika klabu ya Azam, wengi wameenda nje ambao hawana majina. Ni vijana ambao katika umri wake miaka 18 miaka 20 wamekuwa wakipata nafasi kwenda kule, na mara nyingi sana Azam wamekuwa wakinufaika. Kwa hiyo Simba wanaenda kumchukua huyu mchezaji kwamba inaweza ikawa ni faida kwa wao. Leo hii tunamzungumzia Edin Barua. Simba wameingiza kiasi cha pesa kupitia yeye, mchezaji ambaye alikuja akacheza kidogo akaondoka. Young Africans wamenufaika kupata wachezaji ambao hawakuwa na majina, lakini leo wamekuwa tunu katika timu yao. Unamzungumzia Clement Walid Mzize. Ilikuwa kama masiara tu. Kocha aliyekuwepo kwa wakati kwa maana Mwenyeza Hela alisema kwamba hii ni potential. Kweli ilivyopewa nafasi, leo hii ukimsamisha Clement Mzize, ukimpeleka sokoni unaweza ukaingiza pesa nyingi sana, lakini ukimpa nafasi anaweza akakupa kitu kilichokuwa bora. Lakini wanaenda kucheza Mapinduzi Cup, alikuwepo beki Ibrahim Abdullah Baka ambaye amepewa nafasi, leo hii amekuwa nuru katika kikosi chao Young Africans. Lakini pia wapo wachezaji wengine kina Faisal Salum Abdallah, pia hakuwa mchezaji tishio hivyo, lakini Young Africans waliona potential akachukua. Kwa Bakari Msimu kwenye edge yake ameonyesha kitu bora sana katika kikosi cha Coastal Union. Kwa hiyo Simba kwenye kumsajili kwangu ni kitu bora, kwa sababu sera ya usajili ya Simba, amezungumza na Linga lakini kuna sehemu kidogo amekosea. Sera ya usajili wa Simba, wana usajili wa nje na wana usajili wa ndani. Yaani hiyo usajili wa ndani haiathiri kitu chochote, kwa sababu ni wachezaji ambao cha kwanza wanapatikana kwa bei rahisi, lakini cha pili wengi wao ambao wanachukua ni wale ambao wamemaliza mikataba. Kwa hiyo haji kuathiri kitu chochote. Unaweza ukamchukua leo hii Sareka Labaka amechukuliwa, ametolewa kwa mkopo, tumeona anafanya vizuri katika klabu ya JKT Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi muache aje, ila kubwa zaidi ni yeye
yeye mwenyewe mchezaji ndio mimi ambapo huwa naongea nao. Kuhusu Simba kusajili sina shaka nao. Kuhusu Young Africans kuwasajili hawa sina shaka nao, kwa sababu ni timu ambazo vijana wengi sana wanatamani kuwepo ndani ya timu hizo. Lakini hao wachezaji wenyewe wamejipanga vipi? Mwangalie ili Suleiman Nado kutoka Ndondo Cup leo yupo Azam. Kila siku zinavyozidi kwenda anazidi kujiboresha kuwa bora. Na kuna baadhi ya wachezaji wengine ambao walipata nafasi katika hizi timu kubwa wamefanya kilichokuwa bora. Kwa hiyo kwake Bakari msimu kwenye age yake mwache aje, kwa sababu ataongeza experience katika timu, lakini pia kuna vitu ambavyo atajifunza kutoka kwa hawa makaka zake, lakini pia yupo katika umri ambao yupo katika kufanya makosa na kujirekebisha. Ni ngumu sana kujirekebisha ukiwa Coastal Union, ila ni rahisi sana kujirekebisha ukiwa katika kikosi cha Wekundu wa Msimbazi Simba na timu zingine ambazo zimekuwa bora. Kwa hiyo ni kwake yeye mwenyewe mchezaji, lakini kwa Simba moja ya usajili bora sana ambao wameufanya ndani, ambao siamini kama unaenda kuathiri chochote kwenye bajeti yao ya kuongeza wachezaji wa nje, na sidhani kama ujio wake yeye Bakari msimu ndio utafanya kwamba Simba wasiende kuchukua tena winga mwingine ama kiungo mwingine namba 10 ama striker katika silaha ya usajili. Bana, ni mwamba huyo, kijana mdogo kweli kweli, tunaendelea kumpiga hapa na Liga Fomu imesikia madini ya Katalambula Yusufu. Ni kwa asilimia ngapi umeridhika nayo kwenye huu usajili? Katalambula amezungumza vizuri sana. Ila kuna point of, kuna sema amenirekebisha mimi, umeelewa nilivyozungumza, lakini kuna vitu amevizungumza. Anaposema kwamba sajili ni kamali, kuna point yake amezungumza kwamba mimi nimezungumza namna gani wachezaji wanavyokuwa wako wakifika Simba wanakuwa vibaya sana, na nimetoa reference wachezaji kadhaa, umeelewa, wanakuwa wafanye vizuri kwenye klabu ya Simba. Akaniambia kwamba usajili ni kamali. Of course kitaalamu au kwenye talent identification au kwenye usajili hakuna kamali kwenye kusajili, obvious, kwa sababu ni mchakato wa kitaalamu. Watu wanaenda shule, wanakaa miaka karibia 10 wanasomea scouting na kwa ajili ya kuangalia weakness na strength ya mchezaji, kuja kutoa impact kwenye klabu yako. Kwa hiyo unaangalia vitu vingi, umeelewa, ili uweze kumsajili mchezaji. Ukifeli ni wewe kocha na idara yako ya scouting ndio imefeli. Lakini sajili sio gambling kama ilivyozoeleka. Itazoeleka hivyo kwa sababu tu ni namna gani ambavyo watu ambao hawana elimu na usajili au scouting watazungumza ni kama gambling, lakini ni kitu cha kitaalamu na unafanya research. Na kitu ambacho mara nyingi wanasema au tunajua ni kwamba kabla hujamsajili mchezaji, muangalie mara ya kwanza, muangalie mara ya pili, then fanya maamuzi anakufaa au hakufai. Kwa mfano ukimwangalia msimu amezungumza vizuri kwamba ni mchezaji ambaye labda anaweza kaja kauzwa kwa bei fulani. Ni wachezaji wangapi wapo Simba hawajauzwa? Kwa mfano Chasambi, yes, Chasambi mchezaji mzuri sana. Leo hii kwenye terms of winger au mshambuliaji au midfielder, one of the best challenge ni Chasambi, yani from now, yani na hata nikimweka Okelo na Chasambi hapa, for me naweza nikasema Chasambi is better kwa namna ambavyo anavyocheza, explosive movement zake, busting dribbling. Kwa Chasambi anaonekana yuko vizuri sana, lakini yuko wapi sasa hivi? Umeelewa? Of course yuko wapi Chasambi? Unaona, na watu wako Simba. Kwa hiyo mimi siangalii Simba wananufaika nini kwa sasa hivi. Focus ya Simba, na ndio kitu ambacho sasa hivi Simba inabidi ufocus nacho, kurudisha ufalme wao. Yani ukiniambia mambo ya pesa, Simba hawana shida na hela hizo. Yani kwamba Simba utamuuza mchezaji kwa bilioni 10, la hasha. Ameuzwa sana bilioni 2. Huyu Barua yenyewe hata bilioni 3 hajafika. Bilioni 2 hajafika Barua, ameenda huko wapi? Umeelewa? Kwa ni Simba hawana shida na hizo pesa. Kikubwa Simba wafocus kurudisha utawala wao. Wafuate mbinu za kisayansi. Usajili kwa sasa hivi wanakiu Simba kimataifa nimetoka kuzungumza wamedrop. Waangalie ndani kuna wachezaji wazuri. Amemzungumza Nado, kwa nini wasivunje kibubwa akamchukua Nado kwenye hiyo nafasi ya winga? Kwa kesi ya Nado ipo tofauti. Ukienda Azam ukamhitaji Nado, watakutajia bei ambayo unaweza ukaenda Kongo kupata mchezaji mzuri mara 3 ya Nado. Lakini Nado ni mzawa. Lakini sawa, ni mzawa. Mkongo hapa. Kwangu mimi siamini kwamba Simba wanamhitaji Nado ili wavushe kwenda nusu finali. Kwangu mimi ni mchezaji ambaye Simba wanataka quality kama ya nani ili kuvuka kwenda nusu finali. Hata Bakari tafsiri yake itakuwa toshi sasa. Kama Nado tu na uzoefu ule atoshi. Swali zuri. Bakari pia na kutoka Coastal Union atakuwa toshi pale Simba. Swali zuri. Tuzungumze utanzania ulivyo. Simba na Yanga ni keki ya taifa kabisa, ambao kila mtu ana haki ya kwenda kung'ata pale. Usajili ambao unafanywa ndani, kuna usajili mwingine
haufanyiki kwa ajili ya mchezaji kuja kuipeleka sehemu Simba ama Young Africans. Wakati mwingine ni usajili ambao unafanyika, mwingine anakuaga ni siasa, lakini mwingine huwa yanafanyika ni mchezaji kuja kuonyesha, inaweza ikawa ama isiwe. Lakini Simba hawajawahi kukaa ile serious, tunataka mchezaji atuvushe wakamzungumzia Bakari Msimu. Young Africans hawajawahi kukaa eti kwamba tunataka tuvuke wakamzungumzia Emmanuel Mwanengo. Hapana, wakati mwingine hawa wachezaji wanakuwa kama chambo ya kuweza kupata wachezaji wengine wazuri. Nitakutolea mfano. Simba alienda JKT Tanzania. Walimhitaji golikipa kwa maana Yakubu Suleiman pamoja na Wilson Nango. Moja ya wachezaji bora sana. Lakini kiasi cha pesa ambacho walitajiwa Simba ilikuwa ni ngumu kuweza kuwachukua hawa wachezaji. Lakini walichofanya wakawapeleka vijana wao wawili, na mzungumzia Sareka Labaka pamoja na Valentino Mashaka, na kiasi kidogo cha pesa wakaweza kuwapata, na kweli Wilson Nango akaingia moja kwa moja kwenye kikosi, akaonyesha impact na athari kubwa sana kwenye eneo la kiungo. Isivyo bahati amepata injury. Leo hii Young Africans wamempata Damaro, ni chambo ya Chikola. Kwa hiyo wakati mwingine hizi sajili zinafanyika sio kwa sababu ya Young Africans au Simba eti Bakari Msimu sijui Mwanengo wawapeleke nusu finali, hapana, bali wanachukua wachezaji wakati mwingine wanakuwa kama chambo, wakati mwingine inaweza kuwa kama biashara, lakini wakati mwingine wanaweza kaja kuleta surprise package. Leo hii Edwin Barua amezungumza na Linga, mbona Chasambi yupo? Sababu ya Edwin Barua kuuzwa, tunajua moja ya kitu ambacho kimembeba ni goli la kuwapeleka Simba hatua makundi CAF Confederation Cup ambalo alilifunga dhidi ya Ahli Tripoli. Kwa hiyo Chasambi kutouzwa ni yeye mwenyewe ameshindwa kuonyesha pengine labda kile ambacho alikifanya, labda kujifunga, tunazijua hizo timu kubwa imemuondoa katika nani. Kwa hiyo shida ipo kwa hawa wachezaji na wala sio kwa Simba na Yanga. Bakari Msimu anakuja, lakini bado Simba ataingia sokoni kwenda kutafuta winga bora, namba 10 bora ama mshambuliaji bora ambaye atakuja kupata nafasi. Nani anatoka ili aingie Msimu? Hakuna anayetoka. Hakuna anayetoka kwa sababu haathiri kitu chochote. Kwa sababu ni mchezaji wa ndani. Ni mchezaji wa ndani, ana umri mdogo. Yaani hakuna anayeondoka ili kuingia yeye. Ana nafasi ya kukua Simba bado. Yes, ana nafasi ya kukua. Anakuaje na nafasi ya kwanza ili yakuse lazima apewe game time. Kukua kuna aina mbili, sio tu game time. Mwaka 2002 Brazil wanaenda World Cup, walimchukua Ronaldinho Gaucho 2002. Yes, kwa ajili ya kwenda kukua. Walimwacha nani? Mpaka maneno yakawa mengi. Walimwacha uji wao yule amsahau jina. Uji wa Brazil. Wakamchukua huyo bwana mdogo. Lakini wakaenda kuwin. Na alipewa nafasi kucheza na tukaona kilichokifanya. Sasa kwa nini tuzungumze kitu ambacho bado hatuna uhakika? What if akija Bakari Msimu akaja Brazil kilichokifanya? Wamemwacha, alikuwa Mario, wakamchukua yule bwana mdogo Ronaldo. Ronaldinho. Unaona? Sasa wamemwacha mmoja, wakamchukua mwingine, bwana mdogo. Hiyo ni kwa sababu kuna limit. Msimu anakuja. Ataachwa nani? Msimu aachwi mtu. Yaani World Cup kuna limit ya wachezaji ambao wanatakiwa kwenda nao. 30 kama kumbukumbu zangu zipo vizuri. Lakini timu unasajili mchezaji yoyote, kundi la wachezaji wote ambao unaweza kuwa nao na ana nafasi ya yeye kuja kukua katika timu. Ndio. Kwa sababu hata tukienda kwa Young Africans pia tutarajie sajili za ndani lazima tu zitafanyika kabisa. Yaani Simba Yanga lazima hizo sajili zifanyike kwa sababu zina mikakati maalum ambayo mimi nimekuzungumza. Moja, chambo ya kuweza kupata wachezaji ambao wanaweza ukawataka kutoka timu nyingine. Lakini mbili, inaweza ikawa kama biashara. Lakini tatu pia ili kwenda kubalance kuona kwamba akija nini hasa ambacho anaweza kuja kutupa. Kwa hiyo kwangu mimi nafikiri tusubiri aje Bakari Msimu, labda pengine anaweza akaja kuonyesha kitu bora, kwa sababu hata Yusuf Kagoma yule ambaye wa mwanzo na sasa hivi ni tofauti kabisa. Kuna vitu ameongezeka, sio kwamba ameongezeka kwa ajili ya nini, hapana, bali wakati mwingine amekuja anakuwa anakutana na watu na wanamuonyesha kile kilichokuwa bora na yeye anajifunza, anaendelea kuja kuwa bora. Hata kitu kingine ambacho kimemkuza Mohamed Hussein mpaka pale kuwa bora ni yeye kuletea watu na kuweza kuonyesha ubora, kimemfanya aweze kukua. Kwa hiyo kwangu mimi ni kitu bora sana kwa Simba. Wewe leta wachezaji afu mwingine waache wenyewe wachezaji nini hasa ambacho atakuja kukionyesha. Bana, mimi niseme tu ya kwamba hapa kwenye klabu ya Wekundu Msimbazi Simba na kijana Bakari tunaweka nukta namna hiyo. Na wewe pia una nafasi ya kudrop comment yako, tuambie hii sajili ambayo inatajwa nini hasa ambacho nakiona kiufundi kabisa. 10 dakika zimesalia ili kutamatisha sala hapa nyumbani, na mimi